Asalamu alaykum. Hali halisi iliyotokea baada ya swala ya Isha ilitokea kuzima kwa umeme hapa. Wakati tumekaa pale tulipigiwa simu tukaambiwa kumetokea moto dahalia ya watoto wa kike, tukakimbia mbio pamoja na walimu waliokuwepo na timu ya Form 6 waliopo hapa kambini. Tulipofika kwenye eneo la tukio kuiona tu ile hali, basi niliwapigia fire haraka sana. Fire wakataka ithibati ya kujua ni hakika tukio, basi nikathibitisha. Tulichokifanya jaribu kupambana na ile hali ya moto, lakini kwa kweli ulitushinda kutokana na ukubwa wake. Kwa hicho ndicho kilichotokea. Naitwa Kamishna Msaidizi wa Zimamoto Salama Pandu Makame. Tumepokea taarifa saa 2:30 tulipokea taarifa kutoka chumba cha redio kwamba kuna moto katika skuli ya Fidel Castro, na tukatoka na gari kuja kwenye tukio. Kufika moto ni mkubwa, kwa hiyo kutokana na hali ya moto tulivyokuta, maana mpaka mabati yalikuwa tayari yashatubukia ndani, kwa hiyo tukaongeza gari nyingine ya pili, lakini pia tukaona hali bado, tukaomba gari nyingine kutoka uwanja ndege ikaja hapa. Kwa hiyo tukawa tuna gari 3 tuna fight katika kuzima moto huu. Kwa kifupi tulikuta moto mkubwa sana, kwa hiyo tukapambana nao, na inavyosemekana ni bweni linalolala wanafunzi wa kike. Ujumla yao wanalala wanafunzi 167. Lakini kwa haraka baada ya kufika hapa tukaenda tukaangalia kwanza wanafunzi usalama wao ukoje. Kwa hiyo tukakuta wanafunzi wote wako salama, isipokuwa kuna wanafunzi kama 29 walipata mshtuko tu kutokana na ile hali ya moto, na wapo hospitali ya Vitongoji wanaendelea na matibabu. Lakini pia nitoe wito kwa jamii kwamba inapotokezea ajali kama hivi, basi wasiwe katika kuharakia kupiga picha, sijui kurusha vitok na wapi. Kwanza wapige simu namba yetu ya dharura Zimamoto ni 114, kwa sababu hii inasemekana umeanza 2:30, lakini moto ilianza kutoka katika chumba kimoja room number 5. Kwa watu baada kuona moto unatoka kasi vile, kwa itabidi watu wote watangaziwe na macho kama watu watoke nje. Wakatoka nje, alhamdulillah wanafunzi wote waka salama. Pale baada kutoka wakaja walimu, wakaja wengine wanafunzi, wakikaa wanapirika vile wanahangaika kuzima moto. Wengine ndio hapo wakapiga simu, walimu wakaja, tukatoka wanafunzi wote. Pia tunasisitiza jambo la misaada, kwa sababu hivi tulivyo ndivyo tulivyoweza kujiokoa wenyewe wetu. Hajaweza kuchukua kitu chochote. Kuna watu wamepoteza pesa, kuna nguo, yani ikitokezea hapa kesho kukiwa na darasa hatuwezi kwenda, kwa sababu yani tupo hivi kama hivi. Kwa ndio hivyo msisitizo wetu ni kama tunahitaji misaada kutoka kwa serikali ama taasisi binafsi ambazo zitaweza kutukidhi mahitaji yetu. Wajua kuna some circumstances ambazo zilitokezea, sisi tuliona tu direct. Wapo ambao walishuhudia, lakini wapo ambao hawakushuhudia ilitokeaje. Kwa hiyo sisi kama mimi niliona tu kama kuna short moto umetokezea, kwa tukaamua tujitoe sisi kama sisi. Kwanza mimi naanza kwa kusema kwamba tunahitaji misaada, maana ndo kila kitu kimeungua kama mlivyoona. Kwa tunahitaji misaada, hakuna kilichobakia. Kwa mimi nikaomba mtusaidie kama wananchi, mtufanyie misaada. Yani kama mnavyotuona hivi, hizo nguo tulizokuwa nazo mwilini ndo zilobakia. Hakuna alochukua mtu nguo zote, maana kila mtu alikuwa anakimbia kukomboa uhai wake. Kiufupi hakuna mtu alochukua nguo ndani, dali lote limeteketea. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie kupata misaada. Saa 2:30 za usiku tumepokea kwa masikitiko makubwa kuungua kwa bweni la kina mama, bweni ambalo lilikuwa likiishi vijana wetu wasiopungua 167. Mungu atujalia vijana wetu wote hawa wako salama. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini vifaa vyao vyote vimeungua, vimeteketea. Ni masikitiko makubwa. Sisi serikali ya mkoa tunasimamia hili kuona kwamba watoto hawa wanaendelea kuwa salama, na jitihada za serikali zitafanyika kuona kwamba watoto hawa tutakuwa nao ili kuona tunapata msaada wa hapa na pale ili waweze kuendelea na masomo yao. Nawaomba sana wazazi tuendelee kuwa na subra. Huu ni mtihani wa Mwenyezi Mungu ambao tayari alikuwa kashaandika Mwenyezi Mungu kwamba hili litokee.
Kwa bahati, katika watoto 167 watoto 29 wamepata mishtuko na sasa hivi wako hospitali wamelazwa pale. Hali zao zinaendelea vizuri, na waomba wazazi muendelee kuwa na subra, vijana wetu muendelee kuwa na subra. Hali ya vijana wetu iko vizuri. Kupotea kwa mali ni tofauti na kupotea kwa roho. Kwa maana hiyo, sisi watoto wetu wote tunashukuru kwamba wako salama, na naomba watoto muwe watulivu na wastahamilivu kwa hiyo msiba, kwa huo maafa aliyotupata leo hii. Ni maafa makubwa kwa kweli, hatujawahi kupata maafa makubwa ambayo bweni lilifunguliwa katika sherehe za Mapinduzi na leo ni jipya, kila kitu kimeungua. Sababu ya kuungua hili bado upelelezi unaendelea, tujue sababu za msingi, lakini tuna taarifa kwamba chumba namba 5 ndicho kilichoanza moto. Sasa haya wenyewe wakaguzi wapo, wafuatiliaji wapo, wataendelea kufuatilia ili tujue hasa chanzo cha moto huo.